Hii ni Love Addicted Season 1 katika sehemu ya kwanza. Hiki ni kisa cha kweli kilichomkuta kijana mmoja anayejulikana kama Farhan. Hii sehemu ya kwanza imepewa jina la Mbegu kwa sababu hichi ndo chanzo cha matatizo yote. Twende tukamsikilize. Mnamo tarehe 6 mwezi Mei mwaka fulani, kijana huyu alitumia kuishi katika mji wa Arusha. Aliishi maeneo ya Sanawari. Alifanya shughuli zake huko. Alikuwa na umri wa miaka 15. Alisomea shule huko, lakini kiasili alitokea mji wa Mbeya. Baada ya muda kupita, kijana huyu alilazimika kurudi Mbeya kutokana na hali ngumu ya maisha iliyompata katika jiji la Arusha. Baada ya kufika Mbeya, alipokelewa kwa shangwe kwa sababu walimkumbuka. Vijana wa saizi wanasema alimmisi. Katika harakati za hapa na pale, maisha yakaendelea katika mji mpya. Siku za mwanzo alikuwa na furaha sana kuishi katika jiji hilo. Aliweza kukaa takribani miezi 6 bila kwenda masomoni. Hatimaye tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka unaofuata, alienda shule ya msingi Jitegemee ili kuendelea na masomo yake ya darasa la 5. Japo umri wake ulikuwa ni mkubwa, lakini ilimlazimu kwenda shule kutokana na matatizo yaliyowasibu. Tangu zamani Farhani alitamani sana kuishi peke yake, lakini alipofika shule siku ya kwanza, alipokelewa na mwanamke mrembo anayejulikana kama Latifa. Habari? Alimuuliza. Farhani bila kusita akajibu, mimi niko salama. Karibu, mimi naitwa Latifa. Napenda kuwa rafiki yako kwa sababu nilivyokuona tu Latifa alionekana akiongea maneno mengi sana, ambapo Farhani aliishia kumtazama tu badala ya kumsikiliza. Pale ndo tunatumia ule msemo wa kwamba unampigia mbuzi gitaa. Farhani alimpenda sana binti huyo, japo ilikuwa ni mara ya kwanza wamekutana. Katika maisha ya hapo shuleni, Farhani na Latifa waliishi kwa furaha, wakipendana, wakijaliana. Siku moja, Farhani akiwa ametoka katika shughuli zake za hapa na pale kama wanavyojua wanafunzi, alikutana na Latifa. Habari Farhani? Latifa aliuliza kwa woga. Farhani akashtuka. Kwani kuna nini Latifa? Latifa alikuwa na woga kwa sababu hakutegemea kama angekutana na Farhani katika hali ile, na endapo angekutana naye. Latifa ni binti mmoja ambaye alikuwa na akili mno. Alimpokea kwa tabasamu na kumkumbatia, ambapo mkumbato huo ulimfanya Farhani asahau kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Siku zikazidi kusogea na mapenzi yakazidi kuwa kama moto. Waswahili wanasema mapenzi mubashara. Na katika kipindi cha Valentine, wapenzi wawili hao walipeana zawadi na bashasha mbalimbali.
Farhani alipoingia mwaka wake wa 6 katika masomo ya shule ya msingi, wakati huo Latifa yeye alikuwa mwaka wa 5, aliamua kuanza mahusiano mapya na mwanamke aliyejulikana kwa jina la Hamsa, ambaye Hamsa alikuwa ni dadake Latifa. Wawili hao walifanana mpaka watu waliwaita mapacha, ingawa haikuwa hivyo. Kuna siku walikuwa hadi wanapigana kisa penzi. Hapo ndo Waswahili wanasema vita vya panzi, furaha kwa kunguru. Farhani aliona ni kama kamchezo fulani kwa sababu akili ilikuwa bado ni ya kitoto. Ila kama tunavyojua, mtoto wa kike ni mwanamke na anawahi kutambua mapenzi kuliko mwanaume. Taratibu zao zikaendelea kama kawaida, na baadaye Hamsa akaamua kumweleza dadake Latifa ukweli, japo sio wote ulikuwa ni ukweli, maana aliamua amdanganye. Siku moja wakiwa wamekaa, Hamsa alizungumza. Latifa, be dada, unajua nikwambie kitu? Ndiyo dadangu, niambie. Wewe na Farhani mna mahusiano gani? Latifa alicheka kidogo huku akiguna. Amna dada, sisi hatuna mahusiano yoyote. Lakini Hamsa yeye alitabasamu kwa hasira. Hamsa akamwambia Latifa, kumbe nyinyi ni mabesti. Basi mimi nataka nikwambie, mimi Farhani ni dada, unafikia wapi huko? Wewe acha hayo kwanza. Kwanza dada yangu, nikwambie kitu. Latifa aliamua kupotezea juu kwa juu endapo alitambua dhahiri kilichokuwa kinafuata kutoka mdomoni mwa Hamsa. Latifa alisimama akaondoka kwa hasira kali, huku akimkata jicho la pembeni dadake ambaye ni Hamsa. Tungewaita matwins. Siku inayofuatia masomo yaliendelea kama kawaida. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ya mitihani ya kujipima katika shule yao. Siku hiyo walikuwa wanakutana shule zaidi ya 7, kama sio 7, 8. Hapo ndipo ambapo tulidhihirisha dhahiri kwamba hamna mwanaume aliye na tamaa kama Rahma aka Farhan Rahman. Hapo aliweza kupata binti mmoja aliyekwenda kwa jina la Khailat Isa. Binti huyo alikuwa ni wa kuvutia. Alikuwa na rangi nyeupe, mwili saizi ya kati. Alikuwa mrefu kidogo, anavaa ushungi. Binti huyo alikuwa akicheka ni mashallah, ambapo cheko lake lilisababisha Farhani amsahau Hamsa pamoja na Latifa. Farhani alishindwa kabisa kujizuia, akaamua mfuate amweleze. Ndugu zangu, hiyo ni simulizi fupi
Kwa masimulizi mengine na mwendelezo, tutafutie WhatsApp, tukuunge katika group letu la WhatsApp ili uweze kupata miendelezo na story mbali za kusisimua. Asanteni. Story hii nimeleta kwenu na kuisoma Mr. KK TZ Official.